Mwanzo ilikuwa kama tetesi kwamba wananchi Yanga wako mbioni kumsajili mshambuliaji wa kimataifa kutoka Angola aitwaye Depu, ambaye hivi sasa alikuwa akiichezea klabu ya Radomiak Radom ya ligi kuu ya Poland, lakini leo hii hatimaye wananchi Yanga wamemtambulisha rasmi mchezaji huyo na sio tetesi tena. Yeye ni miongoni mwa washambuliaji wa Yanga walio chini ya kocha Pedro Gonçalves, na hivyo kuungana na kocha wake wa zamani aliyekuwa akimuongoza katika timu ya taifa ya Angola, na sasa ni juu yake kuonyesha ubora wake ili kuiongezea makali Yanga katika eneo la ushambuliaji. Depu, mchezaji wa kimataifa wa Angola ambaye guu lake lenye nguvu zaidi ni la kulia, urefu wake ni around futi 6. Tulishamjadili mara kadhaa kupitia jukwaa hili, lakini baada ya utambulisho wake, maana yake sasa kocha Pedro Gonçalves amepata silaha nyingine muhimu ya kuiwezesha Yanga kutimiza mipango yake kwa msimu 2025-2026, jambo ambalo tunaweza kusema sio habari nzuri, ni habari mbaya, ni habari tishio za kuogofya kwa wapinzani wake kwenye michuano mbalimbali wanaoshiriki kwa msimu huu, kwa sababu ujio wa Depu maana yake ni kwamba Yanga sasa ina nyongeza ya wachezaji wa eneo la kushambulia wenye uwezo mkubwa wa kupachika mabao. Depu, lakini juzi tu alitambulishwa Alan Okello, mchezaji wa kimataifa kutoka Uganda, lakini alishatambulishwa Ima Mwanengo, mshambuliaji wa kimataifa wa Tanzania, na wachezaji wengine kadhaa akiwamo kiungo Damaro Mohamed Kamara. Lakini Depu, jambo la haraka ambalo anatarajiwa kwenda kulifanya ni kuiongezea Yanga uwezo wake kubadilisha nafasi kuwa mabao. Si kwamba waliopo walikuwa wafungi, la hasha, lakini ujio wake unazidi kuongeza makali hayo, kwa sababu huyu ni mshambuliaji. Katika mfumo wa Yanga wa kucheza baada ya golikipa, mara nyingi huwa wana walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 ushambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja. Depu anatumika katika eneo hili, lakini panapostahili anaweza kuwa miongoni mwa hawa viungo 3 ushambuliaji akiwa nyuma ya mshambuliaji kinara. Lakini wakati mwingine Yanga baada ya golikipa wanaweza kawa na walinzi 4, viungo 4, washambuliaji 2. Depu akawa anacheza pamoja na Prince Dube, Depu anaweza kucheza na Clement Mzize Walid, Depu anaweza kucheza na Emmanuel Mwanengo katika safu ya ushambuliaji wanapoamua kutumia washambuliaji 2. Kwa ufupi, Yanga wameongeza nguvu kwa kiasi kikubwa mno kwenye eneo la ushambuliaji, kwa sababu Depu makali yake anakumbukwa akiwa katika timu ya taifa ya Angola juzi tu kwenye michuano ya Kosafa chini ya kocha Pedro Gonçalves, anayeweza sana kumtumia vizuri, na bila shaka ushawishi wake ndio uliowezesha management ya Yanga kumsajili mchezaji huyu kutoka Poland barani Ulaya na kumleta nchini Tanzania. Ni kwamba kwenye michuano ya Kosafa Depu aling'ara mno, akawa ndiye mfungaji bora wa michuano hii na kuipa Angola taji la Kosafa, akiwa amefunga mabao 8 katika mechi 5. Yaani amefunga mabao 3 zaidi ya idadi ya mechi, na kumfanya awe mchezaji bora wa michuano na kumfanya awe mfungaji bora wa michuano. Lakini sio hilo, hata msimu uliopita, kwa maana ya msimu wa 2023-24, maana ufungaji huu bora ni 24. Sasa msimu wa 23-24 katika michuano hii ya Kosafa aliibuka pia kuwa mfungaji bora akifunga mabao 5 katika mechi 5. Kwa lugha nyingine, misimu miwili amefunga mabao 13, ambayo inamfanya Depu awe ndiye mfungaji bora wa muda wote katika michuano ya Kosafa, kwa maana kuwa na mabao mengi kuliko wachezaji wengine wote waliowahi kufunga katika michuano hiyo ambayo ilianzishwa mwaka 1983. Sasa makali yake hayo akihamishia Yanga, manake ni habari mbaya kwa wapinzani wa Yanga kwenye ligi kuu Tanzania bara, ambapo Yanga inatafuta taji la 5 mfululizo, kombe la shirikisho la benki CRDB ambalo Yanga inatafuta taji la 5 mfululizo, ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo Yanga inapambana hivi sasa imalize miongoni mwa timu 2 kwenye kundi lake la B ili isonge mbele kwa hatua ya robo finali, ikibidi kwenda nusu finali na kupigania ubingwa. Hakuna ajiwaye. Kwenye kundi lake la B, Yanga wapinzani wanaokwenda kukumbana nao kati ya tarehe 23 na tarehe 30 ni Al Ahly ya Misri, back to back, kabla ya kumalizana na na FAR Rabat ya Morocco pamoja na JS Kabylie ya Algeria kukamilisha mechi 4 za hatua ya makundi. Yanga hivi sasa wana pointi 4, wako nafasi ya pili nyuma ya Al Ahly ambao pia wana pointi 4, lakini wakizidiwa tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu. Yanga wamefunga bao 1, hawajaruhusu bao. Al Ahly wamefunga mabao 5, wameruhusu mabao 2.
Kwa hiyo Yanga tofauti ya mabao ndio inaifanya hiyo ya pili, na wamefanya hivyo wakiwa wameonyesha udhaifu katika kutumia nafasi wanazojitengenezea kuwa mabao. Ujio wa Depu unatarajiwa kwenda kushughulikia tatizo hilo, hasa kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu katika mechi mbili Yanga walizocheza dhidi ya FAR Rabat ya Morocco na JS Kabylie wamepiga mashuti 26. Kati ya hayo mashuti 12 yamelenga shabaha, idadi ambayo imeifanya Yanga ndio timu inayoongoza hivi sasa miongoni mwa timu zote zilizofuzwa hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye makundi yote manne, kwa maana timu 16 ikiwemo Yanga yenyewe. Yanga ndio kinara kwa kupiga mashuti ya kulenga shabaha, lakini imefunga bao moja, jambo ambalo linaifanya kimahesabu ionekane kabisa kwamba ukizidisha kwa 100 hapa, goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ni around 4%. Ili kukabiliana na tatizo hili ni pamoja na hiki walichokifanya Yanga kumleta Depu ili awaongezee hamasa akina Dube, lakini pia kupigania namba ili aendeleze makali yake katika kupachika mabao, kwa sababu Yanga wanatenza nafasi nyingi mno za kufunga, kwa sababu hata katika msimu uliopita kwenye ligi ya mabingwa Yanga walishia hatua makundi, lakini ndio timu iliyoongoza kupiga mashuti mengi kwa mechi. Yanga hatua makundi mechi 6, msimu uliopita 24-25 walipiga mashuti 84, sawa na wastani wa kusema mashuti 14 pa mechi, lakini wakatolewa wakaishia hatua ya makundi kwa sababu walifunga mabao 5 tu. Goal conversion rate ilikuwa ni around 6%, ni kiwango cha chini mno. Sasa ujio wa Depu maana yake anakuja kuongeza kitu, lakini kwenye ligi kuu Tanzania bara ni habari ya kutisha zaidi, kwa sababu ni Yanga kwenye ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika 24-25 waliweka rekodi kwa kufunga mabao mengi kuliko points. Walimaliza na pointi 82, wakafunga mabao 83. Yanga walikuwa wanafunga bao kila baada ya dakika 32 na sekunde 32 kwa wastani, lakini pamoja na ufungaji wote huo bado Yanga wanamleta Depu kuongeza makali katika eneo hilo. Itakuwa ni taarifa ya kutisha kwa wapinzani wa Yanga kwenye ligi kuu. Depu muhimu aendeleze kila alichokionyesha, hasa katika timu yake ya taifa ya Angola, maana kule Poland kacheza mechi 4 na bao moja baada ya kupiga mashuti 9, 3 yamelenga shabaha kwa msimu unaoendelea 25-26. Akiendeleza kila alichokionyesha kwenye Kosafa, akiendeleza kila alichowahi kukionyesha Sagrada Esperanza, ambako aliwahi kuwa mfungaji bora namba 2 katika ligi kuu ya Angola akiwa na mabao 19, maana yake ni kwamba Yanga silaha hii ni tishio zaidi. Anatua Yanga ambako Peodo Pacome Zouzoua anatengeneza nafasi, Mudathi Yahya Abbas anatengeneza nafasi, Mohamed Kamara Damaro anatengeneza nafasi, Celestine Ekwa, Clement Mzize Walid, Dube ingawa ni mshambuliaji naye lakini hutengeneza nafasi. Mzize alifunga mabao 14 akatoa assist 5. Wote hao wakiwa kwenye kiwango chao, ukichanganya na wengineo, maana nimetaja baadhi tu hapo, maana yake Yanga inazidi kuwa kali zaidi. Changamoto mojawapo ni juu ya ushindani wa namba. Depu lazima aongeze kiwango chake mno anapokuwa Yanga, kwa sababu historia sio inayocheza. Yanga wamemsajili yeye, lakini bado wanao uwezo wa kufanya makubwa zaidi. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.